na ule moshi ukafanya nini? Ule moshi ukapanda juu. Moshi ule ulipopanda juu inawakilisha nini? Inawakilisha ya kuwa moshi ile iliwakilisha maombi ya watakatifu. Ina maana ilipokelewa katika kiti cha Bwana ambayo iko upande wa juu. Juu ndio kaskazini ukienda katika ile nini ile ramani. So kaskazini na kuwa juu. So ina maana moshi ilienda juu, ilienda kwenye kiti cha enzi cha Bwana. So wanachofanya nini? Wao wanachofanya ni kana kwamba wanajaribu kuionyesha kwa ishara ambayo ilikuwa kwenye agano la nini? Agano la kale ilikuwa ni agano la udhihirisho na ishara. Ndio maana vietezo vilikuwepo na watu walikuwa wanatoa kabisa uvumba na moshi ambayo ilikuwa iko karibu na kiingilio cha kufikisha mtu kwenye mahali patakatifu. Naye alipokuwa anafikisha uvumba katika ile madhabahu, ina maana ile uvumbi, ile moshi ilikuwa inaingia wapi? Inaingia mahali patakatifu kule, na hata kuhani anapoingia kule, moshi ilikuwa inafukishwa kule ndani. Akiingia kule asione tu vizuri ile kiti cha nini? Cha rehema, ikiwakilisha kuwa ni maombi na sadaka za watu zimefanya nini? Zimemfikia Bwana. Lakini kwa nini hatuishi huko sasa hivi? Sasa hivi unapoomba, bila shaka Roho Mtakatifu ndio anayemfikishia nani? Anayemfikishia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika, hizo zilikuwa kwenye agano la kale, lakini bila shaka kwa sasa hivi linda sana moyo wako kuliko vyote lindavyo, maana ni hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nauliza hapo kwenye baragumu, kwa sababu Yesu alisema atakavyorudi baragumu italia. Sasa hapa tunaona Mungu ameshuka, baragumu inapigwa inalia sana. Bila shaka hata hiyo baragumu itapigwa na malaika Yesu atakavyoshuka. Amina. Hata hizi za milima Sinai hazikupulizwa na haikupigwa na wana wa Israeli, ilipigwa na nani? Na malaika. Hiyo ndio asili ya baragumu. Tutaanza kuona baragumu sasa pale. Ina maana baada ya maagizo yote pale utaona tutengeneza na baragumu. Na hizo baragumu siku moja tutafundisha kuhusu baragumu. Nitafundisha kuhusu baragumu hizo zilikuwa na maana yake. Utaona pale kuna baragumu ilikuwa inapigwa moja kwa moja, yani inaenda nitakuonyesha jinsi ambayo ilikuwa inapigwa. Hata wakati wa kukaribisha Sabato baadaye walikuwa wanapiga hiyo. Jioni jua inapozama walikuwa wanapiga. Na hata mwisho wa Sabato walikuwa wanapiga, lakini kuna pia na ile ilikuwa inapigwa kwa ajili ya sherehe gani? Sherehe siku ya upatanisho, sherehe ya siku ya ile sikukuu ya vibanda, sikukuu na sikukuu zingine, zote hizo zilikuwa zinatumika baragumu. Lakini pia baragumu ilikuwa inatumika kukusanya watu. Pia na kuonyesha watu ya kwa kuna hatari inakuja. Walinzi wale walikuwa wakiona hatari inakuja, walikuwa wanajulisha watu kwa ile baragumu. Nani mwingine mwenye swali? Costa swali. Nani ana neno la kusema kama sio swali alafu niombe? Anything to say, anything that you have to share with us concerning the book of Exodus and chapter 19? Anything to say even about the covenant, the old covenant and the new covenant, as we have seen? Nasema hivi kwamba tunaona hapa unafundisha habari ya injili ndani ya kitabu cha Kutoka. Unafundisha injili ndani ya kitabu cha Agano la Kale. Kweli ni injili kabisa? Ni injili, ndio. Injili kabisa. Sasa ninachouliza, dunia leo hii tupa macho kulia kushoto, kaskazini na kusini. Dunia yote imekumbatia habari ya mtu mmoja anaitwa Elia, mtu mmoja anaitwa Musa. Huyu Musa amekuwa role model. Ni kweli. Yaani amehodhi injili yote, ni injili ya makanisa. Sasa hii injili imechengwa watu mpaka imehodhi dunia. Injili hiyo imefichwa kabisa. Injili hiyo imefichwa wapi?
imefichwa kwenye mafundisho ya Musa. Kumbuka ya kuwa Mungu alisemaje? Nitakutukuza mbele ya wana wa Israeli. Ndio maana ukikaa kwenye nafasi ya Musa lazima ujitukuze. Hata tembea yako, maana wewe si ndio mkuu. Hata ongea yako naweza kubadilisha na sauti unapohubiri. Nini? Ndio maana Yesu akasema hivi, enyi Mafarisayo wanafiki wakubwa, mnayeketi kwenye kiti cha nani? Cha Musa, mkitwika watu mizigo usio bebeka. So kinachofanyika nini? Kinachofanyika, Michael, hakuna mtu aliyembishia Musa. Ulizia kule waliko akina Kora, Dathan na Abiram. Ulizia wa Amaleki. Ulizia watu wale 23,000. Ulizia wale waliyetumwa kumwendea Eliya. Wala wao walitumwa tu. Walikuwa na sababu gani kushushwa moto na kwa lamba? So watu wawili hao, hata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 ipo mifano ya Musa na Eliya. So kinachofanyika, ukitumia silaha za Musa na Eliya, sio watu watakuogopa. Watakuogopa, alafu wewe utakuwa ndio wewe. Hakuna naye kugusa, maana ukimgusa Musa ardhi japasuka, ijakumeza. Ukimchezea Eliya hajashusha moto. Kwani wachungaji washushi moto wa huyo watu? Lakini Yesu hiyo zama ilishaisha. Zama sasa hivi sio zama ya kushusha moto tena. Sio zama ya kufungua ardhi na kuameza. Ni zama za kuungana na wapenzi ya Mungu Baba na kuwafanya wafikie toba ya kweli. Injili ipo kwenye agano. Watu wanakuambia shida moja. Ukifundisha mshirika injili ya kweli, hawezi kukuita baba, hawezi kukuita mchungaji. Yeye mwenyewe anasema, yeye mwenyewe kuhani bwana. Mimi mwenyewe kuhani bwana kama wewe. Alafu atakuona kwa wewe kumbe ndio mdogo, maana mimi ndio nakaa chakulani. Wewe si ndio umesimama, wewe ndio mtumishi. Yupi aliye mkuu? Aketie chakulani ama anayesimama akihudumu? Anayesimama ndio mdogo. So wewe mwambie mchungaji ni mdogo. Anakuonyesha mlango, bwana toka. Out. Anafukuza, maana hujamtukuza. Ndio maana washirika duniani kote wanatukuza watu. Mchungaji unafanya sana. Mimi sifanyi. Unaokome kabisa usikuniambia mchungaji unafanya. Sifanyi chochote. Hapa mimi ni chombo tu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni chombo tu. Yupo atendaye. Yupo anayefundisha. Watu wa Mungu ukifundisha sadaka ya kweli, watu wanaweza kaishia sitoe hata kanisani kwako. Maana nakwambia fanye mchezo. Injili iko hivi. Injili haikuruhusu wewe utoe sadaka kama una neno na mtu mwingine. Kapatana na huyo kwanza. Ukienda kanisani sasa hivi asilimia 70 ama mpaka 80 wanauasa, mwingine anauasa na mamake mzazi. Alishaambiwa kwa ndio huyo ndio mchawi anawaza msigine kichwa mponde mvunje. Huyu mama unayemuombea huyu ambao unaona anataka kukua sasa hivi, angetaka kukua tangu usingekuwa tangu ulivyokuwa mdogo, ulikuwa huna hata lolote, angekuminya tu kama nzi ungebadilika. Leo hii umekuwa mkuu, anasema kwa Mungu akumruhusu akue. Leo hii Mungu amruhusu akue. Lakini uoga tule sisi wakuwa wachawi ni wakali, wachawi sio wakali. Mkali ni Injili. Mkali ni Kristo. Lakini tumefundishwa ukuu wa wachawi na ufalme wa giza kuliko ukuu wa Mungu na ukuu wa watendakazi wa Mungu ambao ni malaika. Mimi wacha nikwambie kitu kimoja. Kabla sijaokoka mimi nilikuwa si mwoga. Kabla sijaokoka mimi sikuwa mwoga.
Hata njia ambayo alikuwa anakaa mcheo, wale wachawi vijiji unajua, anakaa na kusubiri, alafu anakusindikiza anakaa. Nilikuwa siogopi, naweza nikatembea mwenyewe usiku. Nilikuwa najiamini sana ya kuwa kama kuna kitu kikinigusa, basi tutamalizana na yeye. Tutamalizana na yeye hapo. Nilikuwa nasema hata kama ni simba nitamalizana na yeye. Lakini na ujasiri wote niliyekuwa nayo, nilikuwa siogopi kufesi watu hata 20 kupigana nao. Watu wa kijijini walikuwa wanaenda kuchokoza kijiji kingine wakisema kwa bwana, baadaye wanaleta taarifa, bwana tumeshawachokoza, sasa tuende usiku huko. Lakini nilipoingia kwenye wokovu nilikuja nikawa kama sisimizi. Muoga haijawahi kutokea, nikisikia hata kitu kitembea kwenye dari kule, yani nataka niingie chini ya uvungu. Huu ujasiri umerudi baada ya kujua Injili. Nikaja nikajua Injili kwa kumbe wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba. Wasiokuwa wa haki kumbe wanakimbia pasipo kukimbizwa. Lakini basi sasa sio wenye haki wanayekimbia hao walokole sio wenye haki. Wameuza haki ya mzaliwa wa kwanza, wamefanya wale ambao ni sio wenye haki ndio wamekuwa wenye haki. Ni sasa hivi baada anza kunyenyekea wana wa Israeli. Wananyenyekea wana wa Israeli kiasi kwamba eti mtu anachukua bendera ya Israeli anaweka kwenye gari yake na kwenye nyumba yake anyenyekea. Wapelekee Injili. Wapelekee Injili. Tunataka tufundishe Injili ya kweli. Wakubali Injili kwanza. Unawanyenyekea, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Wewe ni tunu wa Bwana. Wewe ni uzao wa makwani. Walikataa na Yesu akasema utapewa majirani zenu wa mataifa. Ndio maana nasema hivyo tu Mungu. Tukijitambua tutasimama katika nafasi yetu, lakini tutafundisha ukweli. Awe ni askofu, bishop amekuja kwako, mfundishe, mwambie Bwana mimi nataka nijue neno la Mungu Bwana. Hebu anza nini kwenye vitabu kwanza, nijue vitabu hivyo kwanza. Jinsi vilivyo. Na mtoto mchanga nataka nijue. Watu wengi wameokoka alafu wameishia kupewa pilao na mchuzi iliyoungwa wakati wanatakiwa wanywe maziwa sio goshiwa. Shida ni nini? Watoto matumbo yao yamechakana kuharibika. Na wacha nikwambie kitu kingine. Leo nilipokuwa nimekaa mahali pasirini na Bwana, nilistajabika sana. Nikasema hii neno la Mungu ni chakula la kiroho kibipi? Nikaanza kuonyesha jinsi ambayo unapokula machungwa, unapokula maembe, jinsi ambayo yanatenda kazi mwili wako wa kawaida inavyonawiri. Nikasema kumbe katika ulimwengu wa kiroho, chakula cha kiroho neno la Mungu, unapoisoma kila siku na kuielewa, bila shaka kiroho, mwili wako wa kiroho inaanza kukaa vizuri kabisa, maisha ya kiroho, alafu hatimaye udhihirisho unaonekana kwenye ulimwengu wa kawaida. Nikasema kumbe kila kitu kilichopo kwenye ulimwengu wa kawaida inayo picha yake kwenye ni picha ya kitu kilichopo kwenye ulimwengu wa kiroho. Hata agano la kale lilikuwa ni picha la agano jipya ambalo ni agano la kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Twende mdogo mdogo, lakini uwe makini. Andika chini haya. Yafanyie mazoezi. Usiyakariri. Iwe ni sehemu ya maisha yako. Yaweke kwenye matumizi. Anza kujitunza ukijua kuwa wewe ni ufalme na taifa la kimakwani. Nawe unapendezwa na Bwana. Bwana anapendezwa na wewe, na ni pale tu utakapotembea kwa bidii katika maisha matakatifu na kutenda kazi ile aliyekusudia mzaliwa wake wa kwanza ambao ni Israeli. Akakataa nini? Kuhakikisha Injili ya kweli inafikia watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Basi swali la mwisho alafu nimshukuru Mungu. The last question before I glorify the name of the Lord. Saganda, uliza swali. Ama kama una neno la kusema, kwenye neno unaweza kaishia kuuliza swali kama Michael alikuwa na neno lakini ikaishia kutoka swali. Kwa jinsi tunavyojifunza, tunaona Injili na jinsi ilivyotoka kwenye agano la kale. Lakini tumeona pale Mafarisayo waliokaa kwenye kiti cha Musa, wao wamekaa katika Torati. Na tunaona sasa kumbe
hao waliokaa kwenye kiti cha Musa ndio wanakuwa kama ndio wapinzani sasa wa Injili. Na kumbe Injili yani adui wake mkubwa ni wale waliokaa katika Torati. Bila shaka. Kwa nini walikuwa ni maadui wa Injili? Injili walikuwa wanaona Injili kama inawatukana. Walikuwa wanaona Injili kama inawaonea. Kumbuka ya kuwa watu wale walipojua ukweli, kadri Yesu alipofundisha ukweli na kuwanyoshia kidole, ndipo watu walipozidi kumfuata Yesu wengi. Walipoelewa ukweli, na ndipo wale watu walipoanza kukosa sasa umaarufu. Ndio maana wakaanza kupinga Injili. Ukifundisha Injili kila mtu anaenda kinyume nayo. Mimi tangu nilipotia jembe kwanza kulima, kufanya kazi ya Mungu na kufundisha, nilinyoka na Injili. Ndio maana mimi kila mtu ananiona kama mwasi. They do see me as opposer. Of course I'm opposer in the devil's kingdom. I'm not opposer in human's kingdom or God's kingdom, but in the devil's kingdom I am opposer. Mimi ni muasi kweli kweli kwenye ufalme wa giza. Maana ninafundisha ukweli. Kama utaelewa ukweli, hata usipotoa sadaka, up to you. Kama ukielewa ukweli, utajua maana ya sadaka ni nini. Pasipo kutoelewa ukweli na kutoa matrilioni ya hela kanisani, alafu unakwenda motoni. Watu wanayetoa hela nyingi makanisani wamepinda. Mimi naona unawaombea lakini wanang'ang'ania tu makanisani. Maana mchungaji anamtunza kama kondoo. Halo, mbona utakuona kanisani? Mchungaji leo nilikuwa ninahudhuru, kumbe kaenda kuombewa. Lazima ujifunze kuongea ukweli. Speak the truth. The gospel is about the truth. Injili ni ukweli. Ndio maana imeandikwa, nanyi mtafahamu huo ukweli. Ukweli upi? Injili ni ukweli. Na huo ukweli itawaweka huru. Watu wengi wako utumwani kweli. Nini? Musa style, Elia style. Bwana, nikiongea tanilani. Anaposema kabisa nitakulani. Usifanye mchezo, nitakulani. Mbona lani? Chemichemi inatoa maji matamu na machungu. Inatoa. Sasa kama unalani watu, siwende tu kaungana na shetani. Wewe ni mashetani. Sasa kama kuna sema ambao kuna wivu ni makanisani. Yaani mtu ameinuka tu kidogo, anajaribu kubwenga vibwengo vinakubali, vinanyoka. Kwenda kuja kuchukua nafasi yangu. Wewe chukua nafasi yangu. Mimi niende mbinguni. Wewe ulichokuwa nacho sio nilichokuwa nacho. Je, kama cha kwako ni kikubwa kuliko cha kwangu, mimi jinyonge? Sihitaji kujinyonga, lakini wivu iko madhabahuni na wachungaji wameua sana huduma ndogo ndogo za watu. Mtu ana huduma nzuri kwenye kanisa lakini amekaliwa kweli kweli. Usifanye mchezo. Mungu afanyi kazi kwa mazoea. Tuile watu wafanye kazi ya Mungu. Mimi ningeonekanaje kwenye video sasa hivi wewe? Mimi ningeonekanaje? Ningekuwa chini mtu ningeonekanaje? Sio ningekuwa nimefunikwa ukitaka kuelewa kidogo na kajagwa chini. Kaa chini. Hiyo ni seli. Hiyo ni segerea. Amen. Hizo segerea ziondoke kwa jina la Yesu. Amen. Na watu wengi wamekufa. Unauawa kiroho na kimwili, wanakwambia utakufa. Mimi niliambiwa maombi ya kufa. Niliambiwa nitakufa baada ya wiki 2. I'm still alive. Still alive. Amen. Still proclaiming the gospel. Mimi ndio nahubiri injili sasa. Mimi tabiria nitakufa. Kama kufa ni nzuri basi anza wewe. Ukishaanza wewe ndio mimi nije baadaye. Amina. Amen. Lakini sikuambii ufe. Nataka na wewe ubadilike, maana umekosa injili. Ndio maana unagoya. Tunagoya wakosa injili. Na lazima watu wote wafikishie injili. Wacha nikwambie watu wa Mungu. Kuna kitu kinachoua watu kiroho. Umejua wewe ukishafika kuwa askofu ama kuwa ni mchungaji wa ngazi ya juu, kuna mtu pale kanisani kwako ambao Mungu anamtumia. Na kitu kizuri, mtumie.
ili mjenge kwa pamoja. So kinachofanyika nini? Askofu hawezi kutaka ushauri kwa mchungaji mwingine. Hawezi kusikia hata mahubiri ya mchungaji mwingine. Anasema yeye ndio yetu wewe. Na hapo ndipo pabaya watu wanakufa. Hakuna aliye bora kuliko wote ni bora. Aende mbele za Bwana kusoma Biblia na kukaa na kuwa na muda na Mungu. Na kama kuna kitu kinachoua wachungaji ni kutosoma Biblia. Hii Biblia utasoma maisha yako yote. Ukiacha kusoma Biblia waache na kula ugali, waache kula na ubwabwa. Lakini ule ubwabwa alafu usome Biblia, unakufa kiroho. Jinsi ambao unakula mpaka siku ambao unashindwa kula, unaondoka, ndivyo na hii hapa. Ukiacha hii, ukienda kwa mazoea, yale uliyoongea miaka 50 iliyopita ndio utakayoongea mpaka leo. Lakini kama unakula kila siku, unayo mengi, maana Mungu anajifunua kupitia neno lake kila siku. Na neno anapojifunua, anajifunua kutokana na wakati uliopo. Nimesema hivyo ili watu, Mungu amekubariki, unasimama hivi, inua watu. Raise up people. Let them succeed in their ministry. Their gifts, spiritual gifts. Nasema hivi, waliyekuwa waimbaji wazuri wameuawa. Waliyekuwa ubiri, acha nikwambie watu wa Mungu. Unaponiona mimi nahubiri, mimi nisingekuwa nahubiri hivi. Hayo utahubiri na kanisa la mtu atakuruhusu. Utakatwa hata shingo, mtu wa Mungu. Nasema hivi, usiogope. Maana Bwana yupo pamoja nawe. Amen. Usifadhaike, maana yeye ni Bwana Mungu wako. Amen. Wewe ni tunu iliyo bora kwake, kama Israeli ilivyokuwa. Kama linda wa Israeli, atatulinda na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nimshukuru Mungu, lakini tunaendelea. Ukielewa haya, uweze kuchezea wokovu wako. Ukielewa wewe ni nani. Ndio maana mimi siwezi kuchezea mwili wangu. Mimi niko I'm not for sale. I am for the gospel. I am for the word of God. Nasema watu wa Mungu, tuwe macho, twende. Tunakwenda sasa, utaona. Tunakwenda. Utaona watu, mimi watu wa Mungu, Mungu akinibariki nitamimina mafuta juu ya watu. Yaani mimi Mungu akinibariki nitamimina mafuta juu ya watu, watafanya kazi. I will make sure that people will succeed in doing the work of God. And if you have your own ministry, you think that you have a vision, you can come up. Kama una maono, na bwana mimi na maono tofauti na hii hapa. Inuka juu. Wote tunajenga mwili wa Kristo. Tukutane mbinguni. Una mimi hapa nikufundisha ukitoka hapa, hata wewe mwenyewe utasema Bwana, Mungu alinisaidia kupitia mchungaji George. Huwezi kunisahau. Lakini hii wivu iliyejaa kanisani iko wapi? Wivu haipo kule. Nje kule watu wanasaidiana vizuri sana, lakini makanisani. Wewe ambao ulikuwa umetaka kuoa sehemu yote kiroho, hapa inuka juu. Inuka juu. Hii kazi siwezi kufanya mwenyewe. Nataka watu wafanye kazi. Ndio maana nitamimina mafuta juu ya watu. Na bila shaka watu watafanya kazi ya Mungu. Amina? Amen. Mimi Mungu hajaninyima. Mimi napata kibali hivi alafu nabarikiwa. So na mimi baraka hizi kwa nini nisiwape watu? I will give people. Mimi sikutarajia kama ningesimikwa kama mchungaji. Lakini pata kibali, kusimikwa kwangu haikuwa jambo la kawaida. Mwaka jana mwezi wa 5 tarehe 29 ilikuwa jambo la kawaida. Lakini sasa tarehe 3 nitasimikwa tena. Amina? Amen. Tujumuike kwa pamoja, tucheze chereko. Pigia Bwana makofi makubwa. Ukiona mimi mafuta juu yangu sasa, na wewe kama mkao wako unasema akisogea mbele na mimi nasogea mbele. Tunakwenda wote, habaki mtu. Amen. Ukwato haukubaki Misri.
Watoto hawakubaki Misri, wanawake hawakubaki wala wanaume, wote walikwenda na Musa. Mimi ninamshukuru Mungu, ninakushukuru Bwana kwa wema wako na utukufu wako na neno lako Bwana. Maana tulipoanza ulisema ya kuwa injili ya kweli itakapokuwa inapita Baba, itapita katika nafsi, roho na mwili wa kila mmoja, ikifungua Baba wa rehema vifungo, ikifungua mabaya yote, iking'oa mapando yote, ikiwafanya tena upya. Nami naamini katika jina lako Bwana Yesu ya kuwa injili ilipokuwa inapita, ilikuwa inawakarabati, ilikuwa inawaumba tena upya. Baba, injili iwatamie na wakamate moto wa injili, maana ni wakati wa injili ya kweli Baba. Baba wa rehema, injili yako ikiwafanya wao kuwa ni baraka katika afya zao, katika mapato zao, katika familia zao na koo zao, popote wapitapo Baba, wasiseme aliyekuwa ya kwao, bali Bwana sema yaliyokuwa ya kwako Baba ndani yao. Uwatumie Baba kama vyombo vyako, uwapake mafuta mabichi, maana ni saa ya wote Baba wa rehema kuendea ulimwengu. Tunalitukuza jina lako Baba kwa ajili ya neno lako takatifu Baba, unayezidi kutufunulia Baba kwa uwezo wako Bwana. Na wengine wote neno litawatamia, neno litakuwa ni sehemu ya maisha yao, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Tazama watu wako Baba walioingiziwa hofu Baba na shetani na wakala wake. Injili Baba iondoe hofu, injili iwape Baba ujasiri. Wanafunzi wako Bwana Yesu waliyekuwa waoga kama Petro, na wale wengine Baba wa rehema 10 waliyekimbia ulipokamatwa Bwana Yesu pale kwenye bustani ya Getsemani. Baba wa rehema, baada ya Baba Roho Mtakatifu kuwepo Baba ndani yao, nao wakawa majasiri, Petro Baba na Yohana wakihubiri Baba wa rehema katika ile baraza la Sanhedrin, wakisema ya kuwa tumheshimu Mungu ama tuheshimu nyinyi. Na Baba wa rehema, hata wale wanafunzi wengine walipopata hizo taarifa na kuomba, eneo waliokuwepo Baba ikatikisika. Baba muweza wa yote, jinsi Roho Mtakatifu ilivyowajaza wale na hekima na maarifa na ujasiri, wapate ujasiri Baba wa kufundisha injili ya kweli. Baba, ninatukuza jina lako, maana umewabatiza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto na iwake ndani yao, na moto huo Baba wa Roho Mtakatifu iteketeze mioto yote ya kigeni. Moto uteketeze vifungo vyote, moto iteketeze Baba mabaya yote, balaa zote. Na Baba, moto iwakarabati jinsi moto Baba wa rehema ufanya dhahabu na kung'aa zaidi na zaidi. Waanze kung'aa Baba katika ulimwengu wa kiroho, na udhihirisho Baba ikikamilika katika ulimwengu wa kawaida. Wape kibali cha kuelewa neno lako wasomapo Biblia Baba. Biblia kama chakula cha kiroho ijenge mili yao ya kiroho, na Baba wa rehema iwaumbe tena upya, nawe wawe na cha kusema Bwana. Wape kiu ya kusoma neno lako, na Roho Mtakatifu ambaye tuliyeahidiwa na Bwana Yesu akiwa ni mwalimu bora ndani yao na kuwafunulia mambo aliyejificha. Asante Bwana kwa ajili ya nchi yetu na taifa letu, viongozi wetu Baba wa rehema, unayewalinda mchana na usiku, unayewaongoza vyema Baba wa rehema. Na Baba, zidi kutamia taifa letu hata katika mvua zinazoendelea Baba. Mabaya ambayo shetani amepanga kinyume na taifa letu kupitia kipindi cha mvua, ziwe mvua za amani Baba wa rehema. Tunafunga ajali zote Baba wa rehema, ajali zote katika mikoa yote na wilaya zote na taifa lote Baba wa rehema Tanzania. Tunafunga ila za adui shetani Baba. Injili tamie taifa letu, injili Baba wa rehema ipigishe watu hatua, injili iwalinde watu na mabaya. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Basi mpigie Bwana makofi tu ya kumtukuza Bwana. Tubarikiwe sana, na kesho tunaendelea hatua kwa hatua. Bwana akawajaribu wana wa Israeli
ili kila siku waokote mana, apate kuona kama watamtii. Unajuaje kama Bwana amekujaribu na wewe kila siku uyasikie injili yake, ili apate kuona kama utamtii na neno lake? Asomaye na fahamu. Basi ubarikiwe sana na Bwana.